Jina langu ni Catherine Ngobora na leo nakualika kusafiri nami katika maisha ya mtu mmoja aliyebeba matumaini ya kizazi kizima. Mtu aliyeteseka lakini hakupoteza tumaini. Mtu aliyefungwa miaka 27 lakini roho yake ilibaki huru. Leo tunamwangazia Nelson Mandela, shujaa wa Afrika Kusini na mshindi wa kweli wa amani. Sikiliza hadi mwisho, naamini kuna kitu utajifunza. Nelson Mandela ni kiongozi aliyegusa mioyo ya wengi duniani. Nelson Mandela ni jina lenye maana ya msamaha, matumaini na ushindi dhidi ya mateso. Nelson Mandela alizaliwa katika kijiji kidogo cha Mvezo, Afrika Kusini mwaka 1918, lakini maisha yake hayakubaki kuwa madogo kama kijiji hicho. Alikuwa ni sauti ya watu walioteswa, walionyanyaswa na kunyimwa haki zao kwa miaka mingi chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Bali alikubali kupoteza uhuru wake kwa miaka 27 gerezani, si kwa ajili ya familia yake, bali kwa ajili ya taifa lake. Na alipotoka gerezani, hakujawa na chuki, bali msamaha. Msamaha huo ndio uliojenga taifa jipya la Afrika Kusini. Na sasa tunaingia sehemu ya pili, nikikusimulia maisha yake gerezani na nguvu ya uvumilivu. Baada ya kupinga waziwazi sera za ubaguzi wa rangi na kujiunga na vuguvugu la ANC, African National Congress, Mandela alikamatwa mwaka 1962. Mwaka 1964 alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwenye kisiwa cha Robben Island, sehemu iliyotengwa yenye baridi kali, upepo mkali na kazi ngumu. Miaka hiyo 27 haikuwa rahisi. Mandela alinyimwa haki nyingi, hata kuona familia yake ilikuwa changamoto, lakini alichagua kutokata tamaa. Alisoma, akaandika, na hata akiwa amefungwa alifundisha wafungwa wenzake kuhusu haki na umoja. Hakujenga chuki bali hekima. Mandela aliendelea kuamini kuwa siku moja Afrika Kusini inaweza kuwa huru, taifa lenye usawa kwa watu wa rangi zote. Baada ya miaka 27 ya kifungo, tarehe 11 Februari mwaka 1990, Nelson Mandela aliachwa huru. Dunia ilitazama kwa machozi, Afrika Kusini ilishangilia, lakini tofauti na matarajio ya wengi, hakutoa wito wa kisasi, bali msamaha na maridhiano. Mandela alikumbatia waliomfunga, akakutana na viongozi wa utawala wa kibaguzi na kuhimiza mchakato wa amani. Mnamo mwaka 1994, kupitia uchaguzi wa kwanza huru na wa kidemokrasia, alichaguliwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Akiwa rais, alianzisha tume ya kweli na ya maridhiano, akajenga daraja la kitaifa kati ya waliotengwa na waliotawala. Alisimamia Afrika Kusini mpya, taifa lenye matumaini. Na hapa ndipo tunafunga ukurasa wetu huu wa simulizi ya Nelson Mandela, mtu aliyeamini katika nguvu ya msamaha kuliko chuki, aliyechagua umoja badala ya mgawanyiko. Kwa macho ya wengi alionekana dhaifu akiwa kifungoni, lakini ndani yake alibeba taifa zima. Leo tunamkumbuka kama alama ya uhuru, mshikamano na ujasiri wa kweli. Na mimi kama Catherine Ngobora naamini kuwa dunia inahitaji zaidi ya kina Mandela, watu wanaojitoa kwa ajili ya wengine bila kujali gharama. Maisha ya Nelson Mandela yamenifundisha kuwa haki inaweza kuchelewa, lakini haiwezi kufutwa.
kwamba mateso hayawezi kumzima mtu mwenye kusudi na kuwa msamaha ni silaha yenye nguvu kuliko kisasi. Mandela hakuondoka duniani akiwa na utajiri wa mali, bali aliacha urithi wa amani, mshikamano na uthibitisho kuwa mtu mmoja anaweza kubadilisha historia ya taifa. Leo tunapotazama maisha yetu kama vijana, viongozi au raia wa kawaida, turudie moyo wa Mandela: kujitolea, kusamehe na kupigania haki kwa upendo. Akiwa amefariki mwaka 2013, bado tunamkumbuka kama taa ya matumaini na mwanga usiozimika. Niliyekuletea simulizi hii ni mimi Catherine Ngobola. Usisahau kusubscribe na kushare pamoja na kucomment kupitia channel yetu. Asante kwa kunisikiliza.